jibu kwa wote wenye taabu, uwe jibu kwa wote wenye shida. Bwana utusaidie. Mungu tuongoze, usipungukie mmoja wetu Yesu. Tunatukuza na kulibariki jina lako takatifu, tukiamini Mungu unakwenda kutenda kazi na maisha yetu, tukiamini Mungu unakwenda kumhudumia mmoja mmoja wetu aliyesimama mahali hapa, aliyechukua hatua ya kuja mahali hapa, aliyechukua hatua kama Zakayo akapanda juu ya mkuyu, na watumishi wako Mungu wamesimama mahali hapa, wakapata kuona namna ambavyo mnatenda kazi, wakapata kuhudumiwa mioyo yao, wakapata kuhudumiwa miili yao. Tuwasaidie Mungu, wajibu sawasawa na mapenzi yako. Ninakushukuru Bwana, ninakutukuza kwa neema yako, nikiomba pendo lako likasimame nasi, uaminifu wako ukakae nasi, pendo lako lisimame nasi, uaminifu wako ukatende kazi pamoja nasi. Ninakuinua Mungu, nikikupa sifa na utukufu, maana wewe ni mwema. Utukuze Mungu wetu, utukuze Bwana. Wako wenye shida na taabu wagange, wako walioumia moyo uwe faraja kwao. Roho Mtakatifu tenda kazi, tunakuruhusu Mungu tende kazi kwa watumishi wako, usimpungukie hata mmoja, usimwache hata mmoja, bali neema yako Bwana ikashirike, pendo lako takatifu likaonekane, maana wewe Mungu ni mwema. Sifa na utukufu ni kwako, heshima na mamlaka tunarudisha mbele zako Yesu, maana wewe unaweza. Ninakutukuza Mungu na kukuinua kwa ajili ya utukufu wako mtakatifu. Asifiwe. Watu wa Mpayungu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mbukwenyi Mwahayalumbwe Milimonyi. Haleluya, haleluya. Majeshi, Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Naomba hii stuli sogeze pembeni kidogo, majeshi mpate nafasi nzuri. Leo ni siku ya mwisho. Majeshi. Haleluya, watu wa Mpayungu. Amen. Tunamshukuru Mungu katika siku ya leo. Na naomba msomaji wangu anisomee kile kitabu cha Mathayo sura ya 11 na ule mstari wa 28. Mathayo sura ya 11 na ule mstari wa 28. Mathayo 11 mstari wa 28. Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nitarudia kitabu cha Mathayo 11 na ule mstari wa 28. Biblia inasema inasemaje? Yes. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Leo Mungu anataka kusema na wewe kitu kimoja. Anakuita kwa lugha ya upole na anasema njoo kwangu. Anajua kabisa kwenye maisha yako, kwenye vitu ambavyo ulikuwa unavifanya, kuna kitu kimoja umepungukiwa kuja kwake. Kuna vitu unavitafuta lakini hauvipati. Sio kwa sababu sio haki yako kuvipata, ila kwa sababu haujaja kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kumbuka Yesu ndiye aliyebeba vitu vyote, ndiye anayemiliki vitu vyote. Ili uweze kupata kitu chochote kwenye maisha yako unachokitafuta, jambo la kwanza ni lazima utambue kwamba Yesu Kristo ni yote katika yote. Yesu Kristo ni wa kwanza katika kitu chochote unachokitafuta. Unataka watoto wako wawe na elimu, unataka watoto wako wamjue Mungu, unataka watoto wako watii, unataka watoto wako wakusikilize. Kitu cha kwanza kabisa ni lazima uje kwa Yesu. Ni lazima utoke kwenye vifungo, ni lazima utoke kwenye mambo ya kawaida za kidunia yaliyokuchukua kwa miaka mingi, alafu uchukue hatua ya kuja kwa Yesu. Unapokuja kwa Yesu ni lazima akupe maisha mapya. Unapokuja kwa Yesu ni lazima akupe mwenendo mpya. Familia yako anaipa mwenendo mpya, hata kama uchumi wako ni wa kawaida. Unapokuja kwa Yesu anaachilia neema mpya, anaachilia mafuta mapya. Haleluya, haleluya. Yesu sio mchezo. Yesu anapokuja kwenye maisha yako kila kitu kinabadilika. Yesu anapokuja kwenye maisha yako, hata kama ulikuwa mgonjwa, ule ugonjwa unatoka. Yesu anapokuja kwenye maisha
historia ya maisha yako inabadilishwa. Unapokea uzima, na uzima unaokupa Yesu sio uzima wa miaka miwili, sio uzima wa siku 5, sio uzima wa siku 10. Anakupa uzima wa miaka, anakupa uzima wa miaka na miaka, wa miaka na miaka. Haleluya, haleluya. Amen. Jeshi tucheze kidogo. Wema uinuliwe Yesu, wewe wema uinuliwe Yesu, wewe wema uinuliwe Yesu, wewe wema uinuliwe Yesu. Yesu anapokupa maisha, kwa sababu maisha ulionayo unayo kwa sababu naye Yesu. Kama hauna Yesu hauna maisha. Kama hauna Yesu, ndio maana lazima uhangaike, uende kwa waganga, uende huko na huko, ili walau uweze kusongesha miaka. Lakini unapompokea Bwana na kumfanya kuwa Mwokozi wa maisha yako, anakupa maisha yasiyopimika, anakupa uzima usiopimika. Anasema na uzima wa milele wa kujua yeye Mungu wa pekee na wa kweli. Unapomjua Yesu anakupa uzima unaodumu miaka na miaka, anakupa uzima usiopimika, uzima usiokuwa wa kawaida. Kwa hiyo hata kama umechelewa na kawaida kwa miaka mingi, lakini unapompokea Yesu anaachilia neema kwenye maisha yako, anakupa maisha mapya. Haleluya! Yesu mtamu sana. Yaani kishaonja, Biblia inashangaza sema hivi, Mathayo inasema nasema hivi, onjeni muone ya kuwa Bwana ni wema. Yesu ni mtamu sana. Unapompokea Yesu kuna raha fulani unaipata, kuna maisha fulani unapata, kuna raha fulani unatembea nayo, ule kawaida unatoka, yaani unakuwa ni mtu wa tofauti. Unaweza kaona majeshi namna wanavyopendeza, namna wanavyofurahi, sio kwa sababu wana pesa nyingi sana, ila ni kwa sababu wanaye Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, anayezidi miungu yote, anayezidi kitu chochote kilichoko hapa duniani. Unapompokea Yesu anakupa ufalme, anakupa uwezo, anakupa mamlaka ya kuamuru kitu chochote na kinakuwa kama unavyotaka. Haleluya! Yesu, watu wa Mkwayungu, huyu Yesu uliyempata, huyu Yesu tuliyekuletea, lakini naomba nisaidie, kwa sababu kuna watu huko, huyu hapatikani kwa fedha, hapatikani kwa mali. Yaani mtu mwenye fedha sio mtu anayeweza kumpata Yesu. Yesu hatumpati kwa sababu tuna pesa nyingi. Yesu tunampata kwa sababu tumeandaa mioyo yetu na kuisogeza kwake. Kwa swala la wewe kuwa na maisha ya kawaida, hiyo sio sababu ya kumwacha Yesu. Hiyo sio sababu ya kukaa mbali na Yesu. Kwa sababu unapompa Yesu maisha yako, yeye anachokifanya anabadilisha historia yako. Yeye anachokifanya anabadilisha ukawaida wako. Yeye anachokifanya anabadilisha uchumi wako. Kama ulikuwa na uchumi wa kawaida, anakupa uchumi wa tofauti. Kama ulikuwa na maisha ya kawaida, anakupa maisha ya tofauti. Kama watoto walikuwa waeleweki, anaanza kukuonyesha kwamba yeye ni mlezi zaidi ya walezi wote, kwamba yeye anatunza zaidi ya watunzaji wote. Kwa Yesu anapokuja, kila kitu kisichoenda sawa, anakitengeneza kinakuwa sawa. Ndio maana unatuona sisi tuko hivi tunafurahi. Wazazi wetu wako mbali huko, wala hawana muda wa kupiga simu kuuliza, leo mwanangu umeshindaje? Hivi haumwi, haufanyeje? Wanajua kabisa tunaye Yesu. Wanajua kabisa tunaye Bwana. Kwa hatunaga siweza kusema
nikienda Mpwayungu nitaumwa, nikienda wapi nitafanyeje? Tunajiamini kwa sababu ndani yetu tuliyembeba ni mfalme kuliko wafalme wote, ni Bwana kuliko mabwana wote, ni Mungu juu ya Mungu wote. Unapombeba huyu Bwana anachilia neema na kibali kisichokuwa cha kawaida. Unapombeba huyu Yesu, hata kama ulikuwa ni wa kawaida, 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 anakupa maisha mapya. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama yanakuwa mapya. Hata kama ulikuwa wa kawaida, hata kama ulikuwa unatembea kwenye viwango vya kawaida, unapompokea Yesu anakupa maisha mapya, anakupa mwenendo mpya, anabadilisha historia, anabadilisha kila kitu chako, anabadilisha watoto wako, anabadilisha kutembea kwako, kuishi kwako, kila kitu unachokifanya. Bwana anaachilia neema mpya. Haleluya. Ndiye Yesu tunayemtumikia, tunamtumikia kwa furaha. Hebu fikiria pale, msomaji, nisomee mstari wa 29. Kuna neno zuri sana hapo. Na moja ule mstari wa 29. Ndio. Biblia inasema, nasemaje? Jitieni nira yangu, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kama jeshi tucheke kidogo. Moja kati ya faida kubwa ya kuwa na Yesu ni kupata raha nafsini mwako. Kuna masumbufu ya maisha haya. Unawaza leo nile nini? Kesho nitakula nini? Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 anasema, msisumbuke mle nini, mvae nini, kwa sababu hayo yote Bwana anayajua. Alafu 33 anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Kwa kitu cha kwanza ni kumkubali Yesu. Ukiwa na Yesu vitu vinakwenda. Ukiwa na Yesu hauna mashaka. Kuna mtu uko hapa kulala tu unawazawaza, hivi leo nitafika asubuhi kweli? Lakini sisi tunaomjua Bwana, maandiko yanasema wale wamjuao Mungu wao watatenda mambo makuu, watapaa kama mbawa. Haleluya. Huyu Bwana ukishamjua huwezi kuwa na maisha ya kawaida. Huwezi kuwa unawaza hivi, nitaamka asubuhi kweli? Nitaamka kweli? Mbona kama hii sehemu kuna wachawi? Mbona kama hii sehemu uganga umezidi? Mbona nikilimaga mashamba yangu karanga sizikuti? Nakuta karanga zilikuwa zimechipuka vizuri, lakini nikivuna napata debe moja. Nikivuna hata kama nilikuwa nimepanda ekari 10, navuna tu gunia 2. Changamoto ni nini? Changamoto ni moja tu, bado haujampokea Yesu. Hakuna kitu kingine. Sisi tunaokoka kwenye mashamba yetu hatuweki majivu, hatuweki chumvi, hatuweki kitu kingine chochote. Tunachokiweka, tunazunguka hatua ya kwanza, hatua ya pili. Tunasema hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Shamba langu linaongozwa na Bwana. Kilimo changu kinaongozwa na Bwana. Kupanda kwangu kunaongozwa na Bwana. Hakuna kinachoshindikana kwa sababu Bwana ni yote katika yote. Haleluya. Unaanzaje kumwacha Yesu? 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 Unaanzaje? Huwezi kumwacha Yesu. Huwezi. Kwa hiyo anasema njooni kwangu ninyi nyote. Huo ni mwito wa Yesu, sio kwa ajili ya mtu mmoja, kwa ajili ya Mpwayungu yote. Anasema njooni kwangu ninyi nyote. Anakuita mama yangu. Mama yangu wa pili unaitwa, mama yangu wa tatu unaitwa, baba yangu unaitwa, babu yangu unaitwa, bibi yangu unaitwa. Ninyi nyote mlioko hapa mnaitwa. Anasema njooni kwangu, njooni kwangu, njooni kwangu. Kwa nini anasema njooni kwangu? Kwa sababu hii sauti unisikia leo, inawezekana usisikie tena. Unaweza kujiuliza, mkutano kama huu umewahi kufanyika mara ngapi hapo? Kuna watu wengine walikuwa hawajazaliwa. Kwa ukiona Yesu analeta neema kama hii,
Maanake ni wakati wa kubadilishwa kwako, ni wakati wa kutengenezwa kwako. Kama maisha yako yalikuwa yana michanganyo, maanake Yesu anataka utengeneze naye. Yesu anataka utengeneze naye. Yesu anataka uboreshe naye. Na ninakwambia unapoboresha na Yesu, anabadilisha kila kitu kwenye maisha yako. Hata kama maisha yako ni ya kawaida. Wanasema kanisani wewe watu wajitoaji sana. Bwana anakubadilisha. Anasema naye alituita akatufanya. Sasa majeshi nisaidie kusema naye alituita akatufanya kuwa wana wa ufalme wa pendo lake. Moja kati ya kitu kikubwa ambacho Yesu anafanya, unapompokea anakufanya kuwa mwana, mtu wake kabisa. Hauwezi kushinda njaa kwa sababu Yesu ana kila kitu. Hauwezi kukosa maji kwa sababu Bwana ni maji ya uzima. Hauwezi kukosa chakula kwa sababu Bwana anao mkate wa uzima. Hauwezi kukosa mahitaji yako ya kila siku kwa sababu mahitaji yote yanapatikana kwa Bwana. Hakuna kitu utakosa ukiwa na Yesu. Hakuna kitu utapungukiwa ukiwa na Yesu. Ulikuwa na kiu ya kunywa pombe, unapokuwa na Bwana ile kiu anakata. Unakumbuka kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 21, kwa mama mmoja anaitwa Msamaria, Yesu akamwambia naomba unipatie maji. Yule mama akasema unajua sisi wa Samaria waga tuchangamani na Wayahudi, kwa siwezi kukupa maji. Akamwambia ungejua anayekuomba maji ungalimuomba wewe, kwa sababu maji alionayo ni maji ya uzima. Yesu hana maji ya siku mbili. Yesu hana maji ya upako ya siku moja. Yesu ana maji ya uzima kwa ajili yako. Yesu ana chakula cha uzima kwa ajili yako. Umepungukiwa kitu, usianze kusema jamani sina pesa. Mwambie Yesu ninakuhitaji. Kwa sababu Yesu anapokuja anakuja na kila kitu. Anakuja na kila kitu unachokitaka kwenye maisha yako. Watu wote waliowahi kumkubali Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, aliwapa maisha mapya. Ndio maana kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17 anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Ni kweli zamani ulikuwa unakunywa pombe. Ni kweli zamani ulikuwa ukilima haupati. Ni kwa sababu ulikuwa hauna Yesu. Ni kwa sababu ulikuwa hauna Yesu. Kitabu kile cha Luka sura ya 4 mstari wa 1, andiko anasema kuna mtu mmoja anaitwa Petro, ameenda kuvua samaki usiku kucha, hawajapata kitu. Ameenda kulima ekari 10 kama wewe umelima ekari 10, ekari 5, haujapata kitu. Yuko mtu kama wewe kwenye Biblia anaitwa Simoni Petro, alienda kuvua samaki usiku kucha na hakupata kitu chochote. Halafu alipoamka asubuhi ikafika majira ya saa 5, na kwa kawaida majira ya saa 5 hakuna kuvua samaki kwa sababu samaki wote wanakwenda chini. Yesu akaja akamwambia Simoni Petro, chukua nyavu zako, tuweka wapi? Tuweka wapi? Tuweka wapi? Simoni Petro akamwambia Yesu, kwa kawaida zetu sisi ni wavuvi wa miaka mingi. Uvuvi wetu watu tunafanya usiku tu. Asubuhi wao hatufanye uvuvi, mchana wao hatufanye uvuvi. Yesu akamwambia mimi nimesema tweka. Na wao wanalalamika wanasema kwa kawaida huwa nikilima huwa sipati, huwa nikijaribisha huwa sipati. Yesu amekuja na neno anasema lima. Simoni Petro akasema hivi, Bwana mkubwa, ninajua kabisa nimekesha usiku kucha. Nao wanasema nimelima miaka mingi sijapata kitu chochote. Lakini Petro akasema kwa neno lako nitazitweka nyavu. Maana kumbe unapokuwa na Yesu haufanyi kwa sababu unataka kufanya, unafanya kwa sababu Yesu amesema fanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya huko. Upande huu Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa kama na mtoto haelewelewi, mlete kwa Yesu. Kama na familia haelewelewi, una mume haelewelewi, mlete kwa Yesu. Yesu ni jibu la kila kitu. Yesu ni jawabu ya changamoto yoyote. Kuna kitu hakiendi sawa, jibu lako sio mganga, jibu lako sio rafiki, jibu lako sio ndugu wa karibu.
Watu wengi waga mkipata matatizo, mtu wa kwanza kumweleza mnamuita shoga au rafiki wa karibu. Anamwambia jana nimepigwa usiku. Lakini kitu cha kwanza atakao mwambie Yesu, Yesu jana usiku nimepigwa. Sitamani kupigwa tena. Kwa sababu unapomwambia Yesu, anachokihakikisha ni kwamba kuanzia hapo anamtiisha mume wako, anamleta kwako na anahakikisha hawezi kwenda mahali pengine. Kwa sababu amesema mwenyewe ya kwamba yeye ni mpole na mnyenyekevu. Maana ana uwezo wa kumfanya mpaka mume wako kuwa mpole. Ana uwezo wa kumfanya mume wako kuwa mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha mwisho. Tumalizie kitabu cha mwisho, mstari wa 20. Ufunuo 3 mstari wa 20. Biblia inasema tazama, nasimama mlangoni, nabisha. Mtu akisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Ngoja kidogo. Majini kwa makini. Anasema, tazama, nasimama mlangoni, nabisha. Mtu akisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Amen. Ambao Yesu anauleta kwako mama yangu, anauleta kwako kijana mwenzangu, anauleta kwako mtoto wa kike na wa kiume, anauleta kwako bibi yangu, anauleta kwako babu yangu. Na kwamba kama kuna vitu umeona haviendi sawa, anasema yeye amesogea mpaka mlangoni. Na usimsubiri Yesu muone akishuka kutoka juu. Yesu amekuja kututumia sisi wapakwa mafuta wa kwake. Anasema hivi, mimi nimekuja nabisha, kila yeyote atakayefungua mlango nitaingia kwake, nitaweka makao, na mimi nitakula pamoja naye pamoja nami. Hii ni sauti ya wito kwako. Hii ni sauti ya wito kwa kila mmoja aliyeko hapa, kwamba kama kuna vitu umeona viendi sawa kwenye maisha yako, kitu cha kufanya ni kumkabidhi Bwana maisha yako, ni kumkabidhi Bwana hatua zako. Kuna vitu unaona haviendi, kuna ulevi kupindukia kwenye maisha yako, kuna maisha ya kawaida ya kila siku, kuna vitu vinakusumbua kila siku, unataka maisha mapya, unataka hatua mpya. Kitu cha kufanya ni kimoja, mkabidhi Bwana maisha yako. Mwambie Yesu, kuanzia leo nimekubali, ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba wewe ni Bwana, na ya kwa Mungu alimfufua Yesu kutoka katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tumeelewana upande huu? Wangapi tumeelewana upande huu tena? Wangapi tumeelewana upande huu? Upande huu wangapi tumeelewana? Yesu anakupenda sana na anakuwazia mema ya kumpokea huyu Yesu. Anasema njoo kwangu, anakuita kwa sauti ya upole. Ni wakati wako kumkubali huyu Yesu, ni wakati wako kumpokea huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama mahali. Bwana ana haja na wewe, Bwana anakuhitaji. Ingelikuwa heri leo usingeufanya moyo wako kuwa mgumu, ungelisikia sauti ya Bwana na ukaacha kufanya moyo wako kuwa mgumu, kwa sababu sauti hii unayoisikia sasa inawezekana usisikie tena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umeisikia neno la Mungu kwa uzuri kabisa. Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi. Kitu ambacho nina uhakika nacho ni kwamba watu wengi mlioko hapa, kuna aina ya mizigo mmeibeba kwa miaka mingi, kuna aina ya vitu mmevibeba kwa miaka mingi, lakini kubeba hiyo mizigo sio kazi yako, hiyo ni kazi ya Yesu. Na Yesu amekuja siku ya leo kwa ajili ya kukubebea huo mzigo wako, kwa ajili ya kubeba huo uovu, kwa ajili ya kubeba hivyo vitu vilivyokusumbua kwa miaka mingi. Ni kijana lakini kuna changamoto inakusumbua, ni mtoto mdogo lakini kuna kitu kinakusumbua, ni mama yangu lakini bado kuna maisha fulani unaishi ambayo hayampendezi Yesu. Yesu amekuja siku ya leo kwa ajili ya kubeba matatizo yako. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Kuna masumbufu umekuwa nayo kwa miaka mingi, kuna matatizo umekuwa nayo kwa miaka mingi. Suluhisho lako ni Yesu kuyabeba matatizo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapo ulipo naomba ufunike macho yako.
Funika macho yako vizuri. Kama unatamani kumpokea huyu Yesu ambao umesikia habari zake, Yesu ambao umesikia kwamba anaweza kubeba matatizo yako, mlango sio wa nyumba, mlango ni moyo wako. Fungua moyo wako, mwambie Bwana, ninakuhitaji. Majeshi, mnisaidie kuwapanga watu vizuri, watupe hatua nzuri. Ukinyanyua tu mkono, usishushe mkono wako. Na wakati ukiwa umefunika macho yako, funika kwa uaminifu kabisa. Funika kwa uaminifu kabisa. Na mnisaidie kuwasogeza watu. Kama Jesus. Mama yangu, kama hujawahi kumpokea Yesu, usiogope. Njoo Bwana. Dada yangu, kama hujawahi kumpokea Yesu, njoo Yesu akupe maisha. Hauna maisha hapo ulipo. Yesu anaweza kukupa maisha. Yesu anaweza kukupa mwenendo mpya. Kubali tu kumpa Bwana maisha yako. Kubali tu kumpa Yesu maisha yako. Kubali tu. Kwa nini ungesikia sauti yake? Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Natubu dhambi zangu zote na kukaribisha wewe moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Naamini moyoni mwangu kwamba ulikufa na kufufuka ili uniokoe. Niokoe Yesu, uniponye. Naomba haya na kuamini katika jina la Yesu lipitalo majina yote. Naamini leo na kuokoka. Amen. Pigie Yesu makofi. Amen, amen, amen.